na katika nafsi zenu nyinyi pia. Hivi hamuoni hapa Allah akiwa anataja kwamba kuna mambo mengi ambayo ni ya mazingatio kwa mwanadamu. Sasa katika aliyotaja hayo mambo na ambayo huthibitisha rububia na wihdania kadhalika na mengineyo ambayo ni sahihi yake Allah jalla wa ala, akasema na kwenye nafsi zenu pia yapo hayo. Hivi nyinyi hamuoni? Ni sura Adh-Dhariyat ile iliyotangulia ni sura Al-Haqqa kuanzia aya ya 37 mpaka ya 40. Hii ni sura Adh-Dhariyat aya ya 21. Wa anna al-insana, anasema Sheikh, na tumetaja kwamba hakika ya mwanadamu dalilun li nafsihi ala wujudi khaliqihi, dalili kwa ajili ya nafsi yake juu ya ule uwepo wa muumbaji wake, wa tauhidihi, na juu ya nini, ya kule kumpokesha yeye, wa sidqi rusulihi wa ithbati sifati kamalihi, na ule ukweli wa mitume yake na kule kuthibitisha sifa za ukamilifu kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad bana anna al-mudayyi'a maghrurun, asema Sheikh, faqad bana ay faqad dhahara, imeshakuwa wazi, shadhihiri kwamba yule ambaye amepoteza haki ya Allah jalla wa ala, huyu yeye kahadalika. Maghrurun ni mwenye kuhadhalika, ala taqdirain, yupo katika nini, hisabu mbili. At-taqdir kwa maana ya hisabu. Kasema Sheikh, taqdiru tasdiqihi wa yaqinihi, kwanza yupo katika manzila hii, kile kipimo na hisabu ya kusadikisha kwake na kipimo cha nini, cha yaqini yake. Wa taqdiru takdhibihi wa shakkihi, na kile kipimo na miqdari ya kule kukadhibisha kwake na shaka yake. Hayo Sheikh hayo kayataja, na vile vile pia akaendelea kutaja Sheikh, fa in qulta, ikiwa utasema, kaifa yajtami'u at-tasdiqu al-jazimu alladhi la shakka fihi bil ma'adi wal janna wan nar wa yatakhallafu al-amal, vipi kukusanyike kule kusadikisha kuliko kuwa ni kwa kukata ambako hakuna shaka ndani yake kuhusu akhira, al-ma'ad, al-akhira kadhalika na pepo na moto, kisha kule kufanya kazi kukae nyuma. Atakhalluf ni kukaa nyuma, kukawa hakupatikani kufanyia kazi, alafu yaqini ipo. Sheikh anasema, wa hal fi ittiba'i al-bashariyya, na je, yawezekana katika maumbile ya kibinadamu, an ya'lama al-'abdu annahu matlubun ghada, kujua mja kwamba yeye ni mwenye kutakiwa kesho, ila baini yadai ba'd al-muluki, kwenda mbele ya baadhi ya wafalme, liyuaqibahu ashadda uquba, ili amwadhibu mfalme huyo adhabu iliyokuwa kubwa, kadhalika au yukrimahu atamma karama, ili amkirimu yeye kumkarimu kuliko kuwa kukubwa. Wayabita, ukihukumia kwamba hiyo wao kutuifanye wao ni wao al-ma'iyya, inakuwa ni aula zaidi. Wayabita sahiyan ghafilan, na kisha pamoja na hivyo awe ni mwenye kulala hali ya kuwa ni mwenye kupuuza, kusahau kadhalika na kughafilika. Inawezekana hivyo. Hivi mtu mfano kwa ana safari, mfano ana safari yake, hata kaende zake, mfano bana, mimi na safari yangu nataka niende sehemu fulani, hata kama saa alfajiri haswali hiyo siku, anaweza yeye kwenda kadhini, ana safari. Kadhalika la yatadhakaru mawqifahu baina yaday al-malik, kisha akawa huyu mtu hakumbuki kule kusimama kwake mbele ya mfalme. Wala yastaidu lahu wala ya'khudhu uhbatahu, kisha ikawa hajiandai kwa ajili ya hilo jambo la kukutana na mfalme, na wala hachukui andao lake. Inawezekana. Qila hadha la'amru Allah su'alun sahihun waridun ala akthari khalqi. Sheikh anasema, na hapa na Allah, la'amru Allah, na hapa na Allah, kwamba hili swali ni sahihi na lenye kupatikana kwa baadhi, kwa wengi katika viumbe, ala akthari khalqi, kwa wingi katika viumbe. Wajtima'u hadhaini al-amrayn min a'jab al-ashya,
na kule kukusanyika viwili hivi. Mambo haya mawili haya ni katika vitu vya ajabu zaidi, kwamba ipatikane ile hali ya kusadikisha kuliko kuwa ni kukata, ambako hakuna shaka ndani yake kuhusu kiyama na pepo na moto, kisha mtu asifanyie kazi. Sheikh anasema ili jambo ni jambo ambalo ni katika mambo ya ajabu sana. Wa hadha takhallufu lahu iddatu asbabin, na huku kutokupatikana matendo, ikawa matendo pamoja na yakini aliyokuwa nayo mtu kumekaa nyuma huku kutenda kwake yeye, kuna asbabu nyingi. Ahaduha dha'f al-ilmi, ya mwanzo katika hizo ni ule udhaifu wa elimu, wa nuqsanu al-yaqin, na kule kupungua nini? Yaqini. Wa man dhanna anna al-ilma la yatafawatu, na atakayedhania kwamba elimu haitofautiani, fa qawluhu min afsadil aqwali wa abtaliha, kauli yake basi mtu huyo ni katika kauli zilizokuwa fasidi, mbovu zaidi, na zilizokuwa za batili zaidi. وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك. na hakika alimuomba Ibrahim aliyekuwa ni Khalilur Rahman, Mola wake amuoneshe kule kuhuishwa waliokuwa wafu, ayanan, wazi wazi. Allah kasema ndani ya Qur'an, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta. Nakumbuka aliposema Ibrahim, ewe Mola wangu nionyeshe vipi unahuisha waliokufa. Allah akamuuliza, qala walam tu'min, akasema Allah kumuuliza Ibrahim, hivi hujaamini wewe? Qala bala, akasema hapana bwana, nimeamini, walakin liyatma'inna qalbi, nataka hivyo nione ili moyo wangu utulizane. Sasa hapa Sheikh akasema baada ya kwamba baada ilmihi, baada ya kwamba Ibrahim anajua biqudrati rabbi ala dhalika, juu ya kule kuweza Mola ambaye Allah jalla wa ala juu ya hilo, liyazdada tumaanina, ili azidi kutulizana, kadhalika wayasira alma'lumu ghaiban shahadatan, na ili iwe kile kinachojulikana ambacho ni ghaib kiwe wazi. Yani kile ambacho kinajulikanwa alafu ni ghaib kiwe wazi. Kuna vitu havijua wewe alafu ni ghaib, Allah akakuchomolezeshea. Mfano moto na pepo ni ghaib, hujawahi kuona kwa jicho hivi. Sasa kule kuwa na hali ya kutaka baadhi ya vitu vitokee kama hiki cha Ibrahim, ni kwamba wataka kile ambacho chajulikana alafu ni ghaib kiwe kipo wazi kwako. وقد روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، na amepokea al-Imam Ahmad kwenye musnadi yake kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam annahu qala, lakini hadithi hii kaitaja na imesimuliwa na sahaba Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, na amesahihisha al-Imam al-Albani kwenye Sahih al-Jami hadithi nambari 5374. Laisa al-mukhbiru kalmuayin, mwenye kutoa habari si kama aliyeona. Naweza ukasema hivi, laisa al-mukhbaru kalmuayin, yule mwenye kupewa habari si kama aliyeona, sio kama aliyeona. Fa idha ijtama ila dha'f al-ilmi adamu istihdarihi, patakapokusanyika kwenye ule udhaifu wa elimu, kule kutokulihudhurisha hilo kwenye akili, wa ghaibatuhu anil qalbi, na kule kuwa limepotea na kufichikana katika moyo, fi kathirin min awqatihi au akthariha lishtighalihi bima yudaduhu, katika nyakati zake nyingi au nyingi katika nyakati zake, kwa kule kushughulika yeye na yale ambayo hukizana na hilo. Wandamma ila dhalika taqadi tabi'i, na pakaambatana kwenye hilo na kule
kuhukumu kwa maumbile yashahukumu hivyo sasa. Wa ghalabatu shahwa au wa ghalabatu hawa, na kule kushindwa kwa kimatamanio. Wasilau shahwa, na kule kutawala matamanio. Wa taswilu nafsi, na kule kupamba nafsi machafu. Taswilu nafsi kule kupamba machafu. Tuwe ni makini kidogo, Ibn Qayyim lugha yake ni na ugumu kidogo. Kadhalika anasema shekhe wa ghururu shaytani, na kule kuhadaa kwa shaytani. Wasibta'ul wa'di, na kule kuona mbali ahadi ya Allah, kwamba kataja pepo kadha ikaona mbali. Watulul amal, na mtu akawa na tamaa na matarajio marefu. Waraqdatul ghafla, na kule kulala kwa kighafla, kulala kwa kughafilika, kwa sababu raqada ina maana ya nama. Kadhalika wa hubbul ajila, na kupenda dunia. Wa hubbul ajila, na kupenda dunia. Wa rukhasut ta'wil, kadhalika vile vile na rukhsa zile za kutafsiri mambo. Ikawa mambo hivi, mtu ikawa anajitia ta'wili zikitokea zile. Wa ilful awaid, na kuzoea mambo ya ada. Fahunaka la yumsikul imana illa alladhi yumsiku as-samawati wal arda an tazula. Mtu ikiwa hivi hakuna ambaye ataizuia imani isipokuwa yule ambaye anazizuia mbingu na ardhi zisidondoke. Mtu hivi vitu vikiwa na yeye kwake yeye, hata kama ana yaqeen, lakini ikawa ana hivi vitu hivi tulivyovitaja hapa, imani yake aliyokuwa nayo haiwezi ikampa faida, kwa munasaba wa kwamba tayari shaitani katawala shaitani. Ndio maana hapo imani hawezi akaizuia yote isipokuwa yule ambaye ana sifa hii, na Allah, inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Wa bihadha sababi yatafawatu an-nasu fil imani wal a'mal, na kwa sababu hii ndio watu hutofautiana kwenye imani na matendo, hatta yantahiya ila adna mithqali dharra fil qalbi, mpaka hukomekea kwenye kile kiwango cha mithqal, kwa maana iliyokuwa ndogo, punje ya mithqal iliyokuwa ndogo katika moyo, kuishilizia huko. Kadhalika wajima'u hadhihi al-asbab yarji'u ila dha'fi al-basirati was-sabri, na kile kinachokusanya sababu zote hizi hurejea kwenye udhaifu wa elimu na subra. Al-basira bimaana al-ilm. ولهذا مدح الله سبحانه وتعالى أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة في الدين. na kwa ajili hii Allah subhanahu wa ta'ala amewasifia wale watu wa subra na yaqini, akawajalia wao ni maimamu, viongozi katika dini. Faqala ta'ala, akasema Allah mtukufu, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, na tukajalia miongoni mwa wao ni maimamu ambao walikuwa kiongoza watu kwa maamrisho yetu. Limadha? Lamma sabaru, pindi waliposubiri. Wakanu bi ayatina yuqinun, na wakawa wao kwa aya zetu ni wenye yaqini, wana yaqini nazo aya zetu. Surah Sajda aya 24. Sasa hapa shekhi anataka ataje jambo. Faslun, alfarqu baina husni dhanni wal ghurur, tofauti baina ya dhana nzuri na kughurika. Faqad tabayyana alfarqu baina husni dhanni wal ghurur, hakika imeshabainika tofauti baina ya ule uzuri wa dhana kadhalika na kule kughurika, ambao huyo mtu yuhsinu dhanna bi rabbih au hadha maghrur. Wa anna husna dhanni in hamala ala al-amal, na kwamba ile dhana mzuri ile ikipelekea kwenye kutenda, wa hatha alayhi, na ikahimiza kwenye uko kutenda, wasaqa ilayhi, na ikakokota. Asiyaq yani kukusudia vile kitu kuleta kupeleka kitu kwa kukisukuma. Fahuwa sahihun
itakuwa hiyo dhana ni nzuri. Wa indaa ila albatala walinhimaki fil maasi fahuwa ghururun, na ikipelekea kwenye kunako kuwa mtu mvivu. Sasa mtu atakuwa mvivu sasa kwa dhana yake mzuri, na kule kuzama kwenye maasi itakuwa ni kule kughurika. Sasa huko sio dhana mzuri hiyo sio dhana mzuri. Wa husnu dhanni huwa raja, na dhana iliyokuwa mzuri ni matarajio. Faman kana rajauhu hadiyan lahu ila ta'a, basi yoyote yule ambaye itakuwa matarajio yake ni yenye kumuongoza yeye kwenye kumtii Allah, wa zajiran lahu anil ma'siyah, na ikawa ile dhana yake au hayo matarajio yake ni yenye kumkemea yeye kwenye kutenda maasi, fa huwa rajaun sahihun, basi itakuwa hayo ni matarajio yaliyokuwa sahihi. Wa man kanat batalatuhu rajaan wa rajauhu batalatan wa tafritan fa huwa al-maghrur, na wale ambaye itakuwa ule uvivu wake ndio matarajio na kutarajia kwake ndio uvivu, wa tafritan na kuzembea, fa huwa al-maghrur, atakuwa mtu huyo ndiye aliyeghurika. Mtu huyo ndiye aliyeghurika. Waone hivi kwamba kama vile kwamba mtu tayari Allah anasamehe lakini tena maasi, pana hutubii kwenye huo uovu, wasema wabeteka kwamba anasamehe tu. Kadhalika vile vile, walau anna rajulan kanat lahu ardun yu'ammilu an ya'uda alayhi min mughilliha ma yanfa'uhu, nasema na lau kama atakuwa mtu ana yeye ardhi ambayo anatarajia arejee yeye kutokea kwenye ile sehemu ya mapandio yake kutokee kinachomfaa. Kule kupanda kwake anakopanda pale, maana pale ambapo anaweka mbegu kwamba patokee kinachomfaa, kisha hiyo ardhi hiyo fa ahmalaha wa lam yabdhurha, kisha akaipuuzia hiyo ardhi na wala hakuipanda, hakutia mbegu, wala yahrithha, na wala hakuilimia akaiwekea mazao. Wa hasuna dhannuhu bi annahu yati min mughilliha ma yati min ghairi harthin wa badhrin wa saqyin wa ta'ahud al-ardi, na kisha ikawa mzuri dhana yake kwamba itamjia yeye kutoka ile sehemu aliyopanda pale, yatamjia yale ambayo yatamjia yeye katika manufaa pasi na mbegu wala kupanda, wasaqin na kunyeshelezea maji, kumiminia maji, wa ta'ahudil ardi na kule kuichunga ile ardhi, kuipatiliza kama kuna majani akalima, kama ni mbegu akaiweka sawa, kama kuna wigo akazungushia. La'addahu annasu min asfahi sufaha, watu watamzingatia yeye huyu ni katika wapumbavu wa wapumbavu. Hivyo yani ndio au kama huyo mtu anasema kwamba aomba dua apewe mtoto, apate mtoto lakini hana mke. Kaifa ta'udhu yani ta'udhu asfaha as-sufaha, tamzingatia yeye ni katika mpumbavu wa wapumbavu. Asa mtoto apatikana kwenye ukuta kwani ni mjusi. Wallahu al-musta'an. Wakadhalika law hasuna dhannuhu wa qawiya raja'uhu bi an yaji'ahu waladun, na vile vile kama itakuwa mzuri dhana yake na ikawa na nguvu, yana nguvu yale matarajio yake kwamba atamjia yeye mtoto min ghairi jima'in, atamjia huyo mtoto pasi na tendo la ndoa, au subhanallah, au yasiru a'lama ahli zamanihi, au kwamba atakuwa ni mjuzi wa watu wa zama zake, kwa maana huyo ndio imamu dunia fi zamanihi, min ghairi talabi lililmi wa hirsin tammin alayhi wa amthali dhalika, pasi na kutafuta elimu na pupa iliyokuwa ni yenye kutimia juu ya hilo na mifano hayo. Kama pia huyo atazingatiwa mpumbavu, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabas. Hivyo ndio maana kuna mshiri mmoja akasema, man talaba al-ula sahira al-layali yaghusu al-bahra man talaba al-laali,
ومن طلب العلا بغير كد أضاع العمر في طلب المحال. anasema shekhe man talaba al-ula sahira al-layali. Hata maneno kwa wale ambao tunasoma Ta'limul Muta'allim tutayaona hapo. Yoyote ambaye anatafuta mambo ya juu anakesha usiku. Akatoa mfano huzama kwenye bahari mwenye kutafuta lulu, yaghusul bahra man talaba al-laali wa man talaba al-ula bighairi kaddin. Na yoyote atakayetafuta vya juu pasi na kutaabika, huyu adaa al-umra fi talab al-muhali, atapoteza umri kwa kutafuta lisilowezekana. Hivyo fakadhalika man hasuna dhannuhu wa qawiya raja'uhu fil fawz bidarajati al-ula wan na'im al-muqim min ghairi ta'atin wala taqarrubin ila Allah ta'ala bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Hukumu hii tuliyoitaja hapa yaingia kwa kila yule ambaye pia itakuwa mzuri dhana yake na kadhalika matarajio yake yakawa na nguvu kwenye kunako kufaulu kwa daraja zilizokuwa za juu na neema zilizokuwa za kudumu, almuqim bimaana ad-daim, basi na kumtii Allah wala kujikurubisha kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza maamrisho yake na kujiepusha na makatazo yake. Pia naye huyu aingia kwenye hili, kwa maana yauduhu an-nasu min asfahi sufaha. Iweje wataka jambo ambalo hulifati hivyo? wabillahi at-tawfiq. Waqad qala ta'ala innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Angalia Allah alivyosema, hakika wale ambao wameamini na wakahama na wakapigana jihadi katika njia ya Allah, hao ndio wanatarajia rehema za Allah. Hiyo ni sura al-Baqara aya 218. Fata'ammal kaifa ja'ala raja'ahum ityanahum bihadhihi at-ta'at. Sheikh anasema zingatia vipi Allah kajalia yale matarajio yao ni kule kuendea toa hizi. Angalia, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillah, hawa yote hawa waliyofanya haya ndio arraja, ulaika yarjuna rahmatallah. Sio kubweteka. Ukibweteka hii nini? Ni ghurur, kughurika. Gharraka billahi algharur, ushaghurwa na shaitani wewe. Waqala almughtarun, vile vile Sheikh anasema na wamesema wale wenye kughurika, inna almufarritina almudayyi'ina lihuquqillah, hakika ya wenye kuzembea. Hakuna shadda lakini shadda yeye, kwa sababu kusema innal mufritina itakuwa ni wale wenye kuchupa mipaka. Innal mufarritina, farrata na afrata tofauti. Farrata amezembea, afrata amechupa mipaka. Hakika ya wale wenye kuzembea na wenye kupoteza haki za Allah, almu'attilina liawamirihi, wale ambao ni wenye kuyakengeusha na kuyakanusha maamrisho yake, albaghina ala ibadihi, ambao hawa ni wenye kuchupa mipaka kwa waja wake Allah subhanahu wa ta'ala. Hao sasa Sheikh anasema almutajarriina ala maharimihi, almutajarriina wale ambao wao wana ujasiri, ala maharimihi, kwenye kunako yale mambo ya Allah ya haramu, kwa maana haya tayari kashayaharamisha, ambao wao majasiri kuyatenda. Ulaika yarjuna rahmatallahi, kwamba hao ndio wanatarajia rehema za Allah. Baadhi ya walioghurika wamesema hivi, na Sheikh anasema wasirru almas'ala, nasiri ya mas'ala, anna ar-rajaa wa husna adh-dhanni inma yakunu ma'a al-ityan bil asbab allati ikhtabatha hikmatullahi fi shar'ihi wa qadarihi wa thawabihi wa karamatihi, kwamba yale matarajio na dhana mzuri hakika si vingine huwa pamoja na kuziendea asbabu ambazo zimehukumiwa na kupelekewa na hikma ya Allah kwenye sheria yake na qadari yake Allah jalla wa ala, kadhalika na thawabu zake, malipo na utukufu wake yeye. Fayati al-abdu biha, wa yumja ayo ayalete, thumma yuhsinu dhannahu bi rabbih, kisha hapo sasa ndiyo aifanye vizuri dhana yake kwa Mola wake. Wayarjuhu, na amtarajie,
alla yakilahu ilaiha, kwamba asije akanini akamwakilisha yeye, akamwachia kwenye hayo matarajio yake. Wa alla yaj'alaha musilatan lima yanfa'uhu wa an yaj'alaha na ayajalia hayo matarajio yake musilatan lima yanfa'uhu, kwamba ni yenye kufikisha kwenye yale ambayo huyo mja yanamfaa, iwe hivyo. Kadhalika wayasrifa anhu ma yu'ariduha wayubtila atharaha, na kadhalika muondolee yale ambayo yanakinzana na hilo, kadhalika na yale ambayo hubatilisha athari yake, amuondolee yote. Fasulu ambayo tutamalizia na itakuwa ndio, hata ikiisha hii basi darasa pia majlisi imekwisha kwa leo, lakini majlisi ya kesho ni katika ahamul majalis, sababu ile unwani yake ni unwani ya kitabu, kwa sababu hapa Sheikh kama katoka nje ya kitabu hivi, yani ukiangalia sasa hata dawa ya nini mbona hatujui mpaka sasa. Lakini sasa atakuja kuanza kesho kutaja adhararu dhunubi wal maasi, mlango unaokuja baada ya huo. Fasli ambayo tunaisoma, kuna baadhi ya chapa imekuja faslun fil farqi baina ar-raja'i wal amani, fasli ambayo inaelezea kwenye kuna tofauti baina ya matarajio na madai tu, ili tayari mtu kuwa na madai tu hewa. Na kwenye baadhi ya chapa ambazo unaona chapa nyingi ndio zipo hivyo, faslun shurutu raja'i al-'abd li rabbih, masharti ya kutarajia mja kwa nani? Kwa Mola wake. Wa mimma yanbaghi an yu'lama, na katika yale ambayo yapasa yajulikanwe, anna man raja shay'an istalzama raja'uhu thalathata umurin, kwamba yule ambaye atakuwa yeye anatarajia kitu, kule kutarajia kwake kutalazimu mambo matatu. Ahadaha kwa kuhukumia ni badali. Ahadaha, moja kati ya hayo matatu, mahabbata ma yarjuhu, ni kule kupenda kile ambacho yeye ana nini, anakitarajia. Athaniya khawfahu min fawatihi, la pili ni kule kuhofia kwake kulikosa hilo jambo. Athalitha sa'yahu fi tahsilihi bihasabi al-imkani, jambo la tatu ni kule kuwa kwake haraka yeye, kwenda kwake haraka kwenye hilo jambo, kwenye kunako kulipata kwa kiasi cha kuwezekana. Na hayo matamko niliyonasibisha pia yafaa kuyarufaisha, yafaa. Mimi nimesema ahada mahabbata, unaweza kusema ahadu mahabbatu pia yafaa. wa amma raja'un la yuqarinuhu shay'un min dhalika fahuwa min babil amani, ama tarajio ambayo hayaambatani na chochote katika hayo itakuwa ni katika mlango tu wa madai tu hayo. Waraja'u shay'un wal amani shay'un akhar, na matarajio ni kitu na madai ni kitu kingine, mbali ni kitu kingine, kwa maana kuna hiki na kile na kuna kile na hiki. Fakullu rajin khaifun, Sheikh anasema kila mwenye kutarajia basi huwa anakuwa ni mwenye hofu. Wasairu ala at-tariqi idha khafa asra as-sayra makhafat al-fawati, na mwenye kupita katika njia atakapohofia kwenye hiyo njia kufanya haraka, kwa kule kuhofia kukosa kile anachokitaka kwenye hiyo njia, kwa maana sija kapitwa. Kama kuna mtu anakimbizana naye asije akampita, kama kuna kitu anakitarajia asije akakikosa kwenye hiyo njia. Wa fi jami' at-Tirmidhi min hadithi Abi Hurairah, na kuna katika jami' at-Tirmidhi ambayo ni sunani yake kutoka kwenye hadithi ya sahaba Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Abu Hurairah, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaja, atikie khofia ay asra, tafanya haraka. Adlaja ay asra, wa man adlaja, na atake fanya haraka, balagha almanzil, atafikia kwenye makazi, ile sehemu ambayo anataka afikie. Kama ni nyumba atakafikie
ataifikia. Ala inna sil'ata Allahi ghaliyatun, ala inna sil'ata Allahi aljannatu. Fahamuni kwamba bidhaa